Sikutaka kugombana na familia yangu kwa sababu niliamini kwa namna ambavyo Melanda ananipenda basi asingeweza kunigushia damu isiyokuwa ya kwangu. Nilimbeba Lisa hadi kitandani na kumlaza. Nami nilitoka nje kwa ajili ya kumuuliza jirani kama wamemuona Melanda. Wamekuja rafiki zake, wamemchukua akaondoka nao. Kaenda wapi? Sijui, lakini kasema ukirudi umpe mtoto chakula. Jibu kutoka kwa jirani lilikuwa ni hili. Yaani mimi nimpe mtoto chakula? Damu si yangu, halafu nihudumie tena kwa kumpa chakula? Nani angeweza? Au wewe ungeweza msikilizaji? Wewe ungeweza kufanya hivyo, sio? Naamini hapana. Inahitaji ujasiri na moyo mkubwa sana. Nikasema kama hilo hadi imeisha. Niliingia ndani na kwenda kuandaa chakula. Nilikula chakula hadi nilipomaliza. Akili kanijia ya kuweka sumu katika chakula. Hii haikuwa pombe. Pombe ilikuwa imekata. Nilidhamiria kabisa kuondoka na uhai wa mtoto yule. Niliweka sumu kisha nilienda kumwamsha mtoto yule kwa ajili ya kula chakula. Kama umejiandaa kunilaumu kwa maamuzi yangu msikilizaji, haya wewe nilaumu tu, lakini usiombe akukute. Usiombe uwe katika nafasi ambayo nilikuwa nayo kwa wakati huu. Huu uamuzi wangu wa kuiua hii damu utauona ni uamuzi wa kishujaa sana kuwahi kutokea katika maisha yako. Hautajilaumu wala kufikiria kama uyachukue maamuzi ama uyaache. Kwangu niliona niko sahihi kabisa zaidi ya 100%. Kumuua mtoto niliona nina haki ya kufanya hivyo, maana mama yake ameniletea ushenzi, ameniletea mchezo mchafu sana katika maisha yangu. Basi, kabla ya kumpa mtoto chakula, nilimtazama sana kwa muda mrefu hadi chozi lilinidondoka. Lisa alikuwa ni mtoto mzuri, mwenye sura ya kuvutia. Hakustahili kifo cha mapema namna hii, wala kuhukumiwa kwa dhambi ya mama yake iliyotokana na usaliti. Nikafuta chozi langu, huku kijiko kilichojaa chakula mkononi kikitetemeka kila sekunde. Kwa nini naua malaika? Kwa nini nageuka kuwa katili hivi? Lipi amekosea Lisa huyu, mtoto mdogo wa mwaka mmoja? Yeye ni mtoto na hakuna kitu ambacho anakifahamu. Nikajiuliza na kujijibu. Hatimaye nilibadilisha maamuzi. Nilienda kukimwaga kile chakula na kumpikia chakula kingine ambacho alikula vizuri sana mtoto huyo. Nikaenda kumlaza, lakini moyoni nilikuwa na rundo la maumivu ambalo sikujua litaisha muda gani ama lini. Usiku mwingine mrefu na mzito ulikuwa ni huu, kwani licha ya kunywa pombe nilitarajia kuwa ningelala kwa raha, lakini mambo hayakuwa hivyo msikilizaji. Bado niligandwa na msongo wa mawazo. Picha, taswira na maswali katika kichwa changu hayakukauka. Sikutaka kugombana na familia yangu kwa sababu niliamini kwa namna ambavyo Melanda ananipenda basi asingeweza kunigushia damu